angekuwa kila baada ya mwezi anapitia pale kujua kunaendelea nini pale. So ile mimi kwangu ninaitwa ile ni uzembe wa uongozi ambao uko hapa Mnarani wote. Mambo vipi? Kwa mara nyingine tena nasema shukrani sana. It's been long hatujapatana mimi na wewe hapa, na siku ya leo tuko hapa kukuletea yanayojiri, mambo ambayo yanaendelea ndani ya Kilifi County, ndani ya Mnarani. Kama kawaida mimi niite Adeshi, na siku ya leo tuko naye mgeni hapa. Tunataka kuzungumzia hizi siasa ndani ya Kilifi County, ndani ya Mnarani, na vile vile pia ndani ya nchi yetu ya Kenya kwa ujumla. Sitaki nipoteze muda, ika kitako utegee ni kipi ambacho tunakuletea. Moja kwa moja nimlete mgeni wetu kupata kumjua ni nani. Labda mmeshapatana naye mahali, mshazungumza naye, lakini siku ya leo amekuja kwa take nyingine tofauti. Labda si ile ambayo unajua kule kwenye mkipatana na yeye. Moja kwa moja mwelekezi wangu twende kwake. Mambo ya leo ndugu yangu, uko salama? Uko salama sana. Habari zenu? Nashukuru Mungu anasaidia. Sijui panda kwako. Mimi sina maneno. Pambana tu. Karibu umwambie msikilizaji pale kwa majina unaitwa nani? Okay. Kwa majina mimi naitwa John Kahindi Kitsao. AKA Simba wa Maendeleo. So moja kwa moja Johnny, nataka tupate kuzungumzia kuhusiana na ari yako ya kuwa kiongozi ndani ya Mnarani. Okay. Ni mwito ama kwa sababu tunasema kwamba uongozi hautengenezwi. Uongozi huzaliwa. Na mtu akizaliwa na uongozi huonekana. Lakini mtu akitengeneza uongozi, mwisho wa siku uongozi humshinda. Kwako wewe Johnny, ni kipi ambacho kinakuvutia ama ni kipi ambacho kilifanya mpaka sema mimi hapa Mnarani naona nikipeperusha hii kofia ama hii bendera ya wakilishi wodi wa Mnarani itakuwa inapendeza? Mimi nimekuwa kiongozi kwa miaka mingi sana. Nimekuwa kiongozi nikiwa shule, nimekuwa kiongozi nikiwa kwa ajira. Nilikuwa kiongozi mpaka sasa bado katika kazi zangu mimi bado ni kiongozi. Kwa hivyo useme uongozi unazaliwa nayo, ni kipaji ambacho unazaliwa nacho ukiwa mdogo. So mimi uongozi mimi sikutafuta. Uongozi ndio hunifuata. Na ndio sababu naamini saa hii ni watu ndio walisema wewe tumekuona wewe unaweza kuwa kiongozi mzuri sana. Lakini mimi mwenyewe tayari hiyo ari ilikuwa iko. Yes. So hiyo kuongozi ni kitu ambacho nimeshazaliwa nao na nimekuwa katika hiyo hali ya kuwa kiongozi. Yes. So I have the experience needed. For the people of Mnarani. Yes. Loophole ambao uliona ukasema hapana bwana, mimi lazima niingie katika uongozi hapa Mnarani, maana kuna vitu vinakoseka. Uliona nini? Okay. Mara nyingi sana wewe kama ni kiongozi kama mimi najiita kiongozi. Yes. Siwezi kuona jambo linaenda kombo na ninyamaze. Alright. Hiyo ndio shida yangu ambayo mimi niko nayo kama Simba wa Maendeleo. Mimi nimekuwa mtu wa kupiga kelele. Kwa sababu si wale watu ambao wamezaliwa kuona jambo na wanyamaze tu hivyo. Mimi hiyo Mungu alininyima hiyo kipawa hicho cha kunyamaza. Na mimi hupenda kitu kiwa mbaya nikiongee ili kiwe kitaweza kurekebishwa. Kwa mfano ambao ningependa kugusia kidogo kuhusu hii area yetu. Nimeona mambo mengi hayaendi vile yanavyotakana kwenda. Jambo kabisa tukianza mambo ya elimu. Elimu ni haki ya kila Mkenya kupata elimu. Lakini nimeona uongozi ukikuja ukienda ya kwamba hii swala ya elimu wanaligusia wakati wanahitaji kura. Wakati mtu ameingia pale hiyo swala ni kama linakuwa si muhimu kwake. Sasa tuangalia kama elimu kuanzia miundo misingi ya hizo shule mwanzo. Kuna shule ziko hali ngumu sana. Kuna watoto ambao wako bright ambao hawezi kupata hiyo nafasi ya masomo. Na ukiangalia uongozi huko lakini haoni umuhimu sana kuwekeza upande wa elimu. Na ukitaka kufukuza umaskini ni lazima tu invest in education. Yes. Sasa ni mimi kitu ambacho kimenitia uchungu sana ni kwamba saa hii
mambo ya elimu hayafuatili vile inafutikana. Kutoka kwa MCA kwa mbunge, naona bado kuna changamoto nyingi sana, na ni kwa sababu uongozi ambao uko sahihi hauko tayari kutatua hili swala la elimu. Okay, umezungumzia kwamba viongozi wetu hawako sawa. In terms of what? Infrastructures ama school fees and whatever? In terms of bursaries, issuance of bursaries, na kuangalia infrastructure ya zile ya zile mashule zenyewe. Kwa mfano tunajua MCA yeye anadili na chekechea. Yes. Tuangalia kuna shule nyingi za chekechea ambazo MCA angekuwa kuna uwezo wa kuzinua ziitwe shule. Kwa sababu tukurudi hapo nyuma, kuna kiongozi ambaye tulikuwa naye alikuwa akijita Meja Somebody Muhambi. Huyo jamaa ameshafanya kazi. Ameshafanya kazi kwa sababu nakumbuka hii Madevu Primary hapa. Ile ilikuwa ni shule ya chekechea. Lakini alipoingia kama kiongozi ilibidi akainua mpaka sasa imekuwa ni national primary school. Primary school. Lakini uongozi mwingine umekuja baada hapo haueleweki. Basari mtu akienda yule anapewa 1,000, yule anapewa 2,000. Sasa nikuulize 2,000 unapeana mzazi ambaye hana uwezo, itasaidia nini? Hapo ni kama hakuna basari. Alright. Ni kama hakuna. Pili, sana huku kwetu vijana wengi unaona wameshakuwa hopeless. Sasa kwa sababu ya kwamba hawataki kuwa kitu ama kuwa mtu. Wanataka sana. Lakini wataanzia wapi? Alright. Utakuta mtu ameshamaliza class 8. Amekosa pesa ya kwenda mbele ambao kama angeliwezeshwa kwenda hata kama ni college. Akapata ule ujuzi wa kwamba unaweza kumsaidia mahali, hiyo nao haiwezekani. Ndio mimi nasema katika uongozi wangu nitahakikisha basari, sitatoa basari ya shule ya primary ama secondary peke yake. Hapana. Nitahakikisha ile pesa ya elimu inaenda mpaka kwa hizi vocational trainings. Mtoto ambaye anahitaji kupata ujuzi kama ni welding kama ni nini, atakuwa anaenda, nitakuwa nikimlipia fees zote. Ile fees yote. Kwa sababu ile pia ni part of empowerment. Kijana anapoenda pata ujuzi pale, kwa mfano ni welding. Amesomea ile welding, ameshamaliza. Ameshapewa toolbox yake. Anaweza kuja hata kama na hapa nje. Na akaangalia kama sehemu yake pale, akaanza kuchomelea, akapata riziki zake. Lakini mambo ya kwamba hii basari inatolewa kwa secondary peke yake na hata huko pia haiendi vile inafuatikana, hiyo ni kitu ambacho viongozi wetu wameshafail. Ndio sababu mimi nataka wananchi waniamini, nionyeshe vile uongozi inatakana ifanye kazi. Mimi mara nyingi sana nimefanya kazi bara miaka mingi sana. Na nimeona kule bara mambo ni tofauti kabisa na huku. Kule utakuta kama ni governor, kama ni MCA, ana uwezo wa kupeana fees za technical trainings na zile zingine. Lakini hapo naambiwa ati hiyo basari ya mtu ambao yuko secondary peke yake na huyo ambaye yuko college watajafa nini? Ama yeye sio kijana wa mtaani. So sisi wenyewe uongozi ndio ambao unafanya vijana wengi wanakosa direction. Yes. Hilo ni swala la elimu ambalo umezidi kulichanganua kwa undani, jinsi utakavyolivalia njuu. Yes, na kuongezea hapo pia. Katika hii Mnarani Ward, we have only one main technical training school. Ambao ni Kiboni Polytechnic peke yake. Hiyo ndio main. Na katika vision yangu nikiangalia hii Mnarani Ward ni kubwa sana. Imeanza Majajani huko chini, Nzombere, hapa Mitangoni, Takaungu, Kazinuni huko juu paka Shariani. Sasa tukisema shule ya kiufundi ni moja peke yake ambayo iko pale Takaungu. Yule kijana ambaye ako Nzombere kule ataweza vipi kutoka kule akienda shule Kibaoni na kurudi nyumbani? And that's why ni baadhi ya zile ajenda zangu za kuleta maendeleo hapa ni kwamba
ninanuia kujenga vituo viwili, vituo vya kiufundi hapa Mnarani Ward. Kimoja kitakuwa sehemu za Majajani ambacho kitaserve kule Nzombere Reserve, na upande wa kuna mali kwa kunaitwa ziwa la nini pale Benes Pandele. Pia nanuia kujenga kituo kingine katika Makuhenga ambacho kitakuwa kina serve yule mtu ambaye atakuwa anatoka Mitangoni wa hapa na pande ile nyingine ya Mbogolo kuja hivi. Hiyo naona vijana wengi watakuwa wanasaidika kiupande wa kupata elimu ya kiufundi. Alright. Yes. Tukisalia hapo kwenye hilo swala la elimu ya kiufundi, hivi juzi tuliona kwamba kuna yule anaitwa manager wa pale Takaungu Training College pale kwamba alipigwa kalamu. Kwa sababu alikuwa kuna ulegevu ambao umeonekana, maana kuna wanafunzi zaidi ya 20 ambao hawakufanya mtihani wao wa kitaifa kwa sababu wanafunzi wanasema wamelipa, alafu kule majina yao hayaonekani. Kwenye hili swala hili wewe kama kiongozi utalitatua namna gani, ama hivi sasa nani wa kulaumiwa? Ni uongozi, ni mwalimu, ama ni yule mwanafunzi mwenyewe? Alafu unapoingia kwenye uongozi, swala kama hili utatumia njia gani ili lisijirudie katika wodi yako? Ndio. Mwanzo ile issue ambayo ilitokea pale Kibaoni Polytechnic, hiyo nitaita ni uzembe wa uongozi ama viongozi ambao wako kwa mamlaka sahihi. Alright. Kama we ni kiongozi na hiyo shule, hicho kituo kiko, it is within your area of jurisdiction. How does it cost you ya kwenda pale shule hata kama ni mara moja kwa mwezi kujua kunaendelea nini? Yes. Naamini kama uongozi ungekuwa kweli uko tight, kama MCA wetu angekuwa ako tight, angelikuwa, kwa sababu ile is the only institution ambayo inapatikana hapa, angekuwa kila baada ya mwezi anapitia pale kujua kunaendelea nini pale. So ile mimi kwangu ninaitwa ile ni uzembe wa uongozi ambao uko hapa Mnarani Ward. Head teacher yule principal ambaye ako pale anafanya kazi yake. Na yeye na principal anaweza kuwa ni mzembe, lakini kwa sababu kuna uongozi ambao uko tight, ikabidi yeye mwenyewe ajikaze. Lakini yule mwalimu ameona pale ni kama hakuna mtu ambaye anafuatilia sana. Uongozi ni kama umeshalala. Nilisikia uchungu sana kuona mara ya mwisho ndo county inaingilia pale. County ilikuwa wapi mambo yote ikishafanyika? Na hata kuna baadhi ya vijana ambao nimeongea nao pale wamenitafuta. Wakasema hili jambo county ilikuwa inajua. Kwa sababu hivi vituo viko under county government. Na wamekuwa wakipeleka hizo malalamishi pale, lakini hakuna suluhu ambalo linapatikana. Sasa mimi nitasema kiongozi ambao yuko kwa sasa amefail. Amefail completely. Okay. Yes. Kwa sababu ile ilikuwa ni swala la viongozi. Si hilo peke yake. Kuna mambo mengi sana ambayo yanafanyika ambao viongozi hawataki kuwajibika. Hata ukiangalia hizi shule hizi hospitali. Kwa mfano hospitali. Yes. Hii dispensary ya Mavuni Primary School. Nimekuwa na shida nayo sana hapa. Nimekuwa nikienda pale mara nyingi kuona pale madaktari wako pale, wamekaa, watu wameshapiga line mpaka kule, na nimekuwa sana nayo shida sana pale. Yes, kwa sababu viongozi lazima tuhakikishe tunasaidia wananchi wetu. Inawezekana vipi daktari ako pale amekaa, huku nje kuna watu wengi huko, alafu daktari ako pale tu kwa simu. Hiyo nimekuwa na shida sana. Hata ukifika hapo wanaona mimi kama ni kisirani kwao, lakini ni wajikaze zaidi. They have a role to deliver to the people of Mnarani.